Mwanaharakati Mange Kimambi sasa amedokeza ya kwamba kuna uwezekano wa Rais Samia Suluhu kung'atuka ama kutoka madarakani. Najaribu kunegotiate na Samia kwamba a step down. Ile inasemekana kwamba inaweza kuwa Emmanuel Nchimbi ndiye ataachwa madarakani ikiwa Rais Samia Suluhu atang'atuka. Manake Mange Kimambi pia anasema kwamba kuna uwezekano Rais Samia Suluhu na mtoto wake wanaweza kutoka Tanzania siku ya kesho. Si waziri wa nini? Hutakiwi kwenda pale kwenda kutoa malalamiko ya vijana ambao ni trivial, ambao ni yani kwa sasa hivi kwenda pale kuongelea kero ya maji au kero ya ajira kwa vijana au sijui kero ya sijui kitu chochote kwa vijana. Ni kuondoa uzito wa issue. Kero sasa hivi ambao vijana mnatakiwa muongee popote pale ambao ina manufaa kwenu na kwa nchi hii ni tatu tu: katiba mpya, serikali ya mpito, uchaguzi kurudiwa. Hizo ndo yani mnatakiwa msimame kwenye hizi nguzo tatu. Tumeshapita huko. Niliona video moja eti kijana ana kwenye yale malalamiko anampa huyo waziri haramu, anaongelea nyinyi mnaendesha magari ya kifahari. Kweli tumezika watu, bado tunaongelea ufisadi wa mbwa. Tumezika watu, bado tunaongelea ufisadi, tunaongelea magari kwa uzito wa issue ilipofika. Sasa hivi vijana mnatakiwa mmechachamaa kwenye katiba mpya, mmechachamaa kwenye serikali ya mpito na uchaguzi kurudiwa. Mnatakiwa mchachamae kwenye hizo nguzo tatu, na hizo ndo topic tatu kina Mwigulu hawazitaki. Hizo ndo topic tatu Samia hazitaki, serikali hii hawazitaki, kwa sababu wako tayari kuongea na nyinyi kwenye chochote, lakini sio wapeni haki. Wako tayari kufanya lolote, lakini sio kutoa haki. Kwa hiyo na nyinyi inabidi msimame kwenye nguzo hizo tatu za kudai haki na changes kwenye nchi. Tumeshazika watu kwenye nchi zingine kwa vifo vilivyotokea sasa hivi. Kungekuwa na mabadiliko makubwa. Kenya hawakufa hata watu wengi hivi na katiba mpya ilipatikana. Tanzania tumezika watu zaidi ya 10,000 mpaka leo. Mpaka leo hii serikali inawapigeni nyinyi dana. Sasa hivi tunawasikiliza. Wengi wasikiliza sasa hivi. Hii serikali sasa hivi tayari kungekuwa kumeshawekwa tume ya katiba mpya hapa. Tayari kungekuwa kumeshaanza talks za serikali ya mpito kama ni serikali inaosikia. Lakini ni serikali ambayo bado iko kwenye kucheza akili za wananchi, lakini sio kutoa haki. Sasa hivi Watanzania tunacheza ngoma inayopigwa na sisi. Wanatumia vyombo vya habari. Guys, mimi siwezi kufanya hii kazi forever, kila siku kurudi kuwakumbusheni. I wish atokee na mtu mwingine ambaye atakuwa na platform hii asaidiane na mimi. Especially mimi sasa hivi at the end of the day, unajua mimi nimeolewa. Kama mnavyojua nimeolewa. As before nilikuwa na like a lot of independence ya kufanya whatever, hata kama ataki nini yani ya kuleta kuendelea na hizi harakati zangu, because I had a lot of money of my own. Lakini sasa hivi sina income, sina hela, so I have lazima nimsikilize shemeji yenu akiniambia nitulie, akiniambia nini, you know. So inabidi atoke na mtu mwingine wa kunisaidia kufanya hii kazi, kwa sababu kila ninapofanya hizi video shemeji yenu okay bado nini watakuja kutua. Mimi sijali waje kutua, but of course shemeji yenu cares. Na sasa hivi sina income ya kujifanya kiburi, sina hela, so I have to listen. So inabidi atoke na mtu mwingine anisaidie kufanya hii kazi. Lakini Watanzania sijui yani inakuaje sasa hivi kina Mwigulu wanatumia media kuwasahaulisha kichotokea bila kuwapeni haki yoyote. Inabidi kila Mtanzania kwenye akili yako sasa hivi uwaze kwamba sitaki kusikia chochote kwenye hii serikali zaidi ya kunipa haki, zaidi ya haki. Tumezika watu kwa ajili ya haki. Na kina Mwigulu hawataki kutoa haki, wanataka kufanya ni propaganda tu. Na sasa hivi Samia katulia nyuma, anawatumia hawa kuilegeza nchi. Mkishalegea ndo atarudi sasa. Imagine guys, imagine. Mpaka nalichukia ili neno guys sasa hivi. Imagine uchaguzi umeibiwa, wametuua,
bado wameshikilia nchi, hawajatupa hata haki moja tulioidai kwenye maandamano. Hata haki moja. Na bado maisha yanaenda kuendelea. Wanawafanyieni tu sasa hivi propaganda. Wanawafanyieni, tuambieni kero zenu. Of course kuna watu wanasema kwamba vijana wale wanao kwenda pale ni UVCCM. Sawa, wanaweza wakawa UVCCM, sio kweli vijana wa Tanzania. Lakini still hata huku kwenye social media vijana mnatakiwa mwe mmechachamaa kwenye kudai hizo haki tatu and not anything else. Hata huyo Habil huko TikTok naona pia hadithi nyingi, vitu vingi, lakini yani hayuko kwenye ile point kubwa. Point kubwa ni lazima haki zipatikane and not anything else. Haki lazima ipatikane Tanzania. Msilegee kwa chochote kabla ya katiba mpya, kabla ya serikali ya mpito, kabla ya uchaguzi kurejea. Msiwaelewe kwa lugha nyingine yote kwa sababu mmezika watu. Msiwaelewe zaidi ya hivi vitatu. Na wao wanafanya kila kitu kuwaondoa kwenye topic ya hivi vitu vitatu. Urudisheni kwenye topic ambazo ni za vitu stupid. Kwa kwenda kwenye hii mikutano na kuongea na waziri batili wa vijana. Mnafanya maridhiano na hii serikali bila nyie kujua mnafanya nao maridhiano. Yani kwa ile kwamba mmewaruhusu wamefungua dialogue bila kutoa haki yoyote ambayo ilifanya mkaandamana. Mnafanya dialogue na watu ambao wameiba uchaguzi, wameua, na bado wameshika uchaguzi na wamegoma kuwapeni haki hata moja mlioidai. Na mnafanya nao maongezi. Kuna vijana mnajiona mna akili kwamba tunaenda kupiga spana. Spana gani mnazopiga? Nyie ndo mmepigwa spana. Mmeiba uchaguzi, mmeuliwa, bado wameshikilia nchi, bado hawajapeni chochote mlichokidai. Alafu mnaenda pale, mnaongea, mnaropoka, mnadhani mnawapiga spana. Hamwapigi spana, mnafanya nao maridhiano. Mnafanya maridhiano na hii serikali kwa kwenda kuwapa kero zenu. Dunia nzima inajua Tanzania inahitaji nini. Dunia nzima inajua Tanzania inahitaji katiba mpya. Tanzania inahitaji serikali ya mpito. Dunia nzima inajua. Nyinyi mnaenda kuongea nao nini? Wa Tanzania. Mnaenda kwenye ile mikutano ya yule waziri. Mnaenda kuongea naye nini? Mnafanya maridhiano. Wa Tanzania mnafanya maridhiano na Samia. Mnafanya maridhiano bila hata kurealize mnayafanya. Sasa basi tuwaruhusu kina Tundu Lissu, kina Heche wakafanya maridhiano. Tuwaruhusu kina Heche wakakae mezani sasa hivi na kina Mwigulu wapige picha, wameridhiana. Kama sisi wananchi tuko tayari kwenda kwa mikutano yao, kuongea nao, kujifanya tunatoa kero. Basi tuwaruhusu kina Heche wakapeke kero zetu, wakae na kina Mwigulu. Tuwaruhusu. Mnafanya watu hata kuendelea kuwapigania siasa, watu waacheni. Hamtakiwi kufanya dialogue yoyote na kina Mwigulu na hao vijana. Hamtakiwi kuongea nao lolote mpaka waanze process za kutoa haki. Mpaka itolewe katiba mpya, serikali ya mpito, ndio tunataka kufanya maongezi yoyote na hao mbwa. Sasa hivi sisi wananchi ni losers, ni stupid. Hatujapewa kitu tulichokitaka. Bado wameshikilia nchi, bado wametuua, na bado tumekaa. Sasa hivi tunaongea nao. Na nyinyi wanaharakati ambao mnaposti upumbavu. Yaani acheni kuposti hizi propaganda za CCM. Watu wamejipanga. Unajua maandamano yale ya kwanza ya 29. Hakuna mtu alitegemea Samia anaweza kuwa na ushetani ule wa kutoa oda ya wananchi kuuawa. Unaona? Yaani ni kwamba mpaka kuna askari ambao wako kwenye jeshi la polisi walikuwa shocked na walikataa zile oda. Unaona? Na wanajeshi ndio walikuwa shocked kabisa sababu hawakutegemea risasi, wananchi kupigwa risasi. Walitegemea vipigo, vinini, afu wao watawalinda. Hawakutegemea watatokea watu wanapiga risasi, wanafanya nini? Hawakutegemea hicho kitu. Sasa this time wamejipanga kwa sababu wanajua kwamba Samia ni mnyama kiasi gani, ni shetani kiasi gani. So this time wamejipanga. Ndio maana nasema this time haitakuwa nzuri. So
It's important. Jamani, nyie wenye influence, wazee, wanani, it's important. It's important hii serikali mkakaa nayo. It's important ikatafutwa njia ya kumuondoa Samia kabla ya 9 Disemba. Ikatafutwa njia yoyote Samia kuachia nchi kabla ya 9 Disemba. Because inaenda kuwa mbaya. Nawaambieni mimi. Sasa hivi kuna polisi, yani ndio maana sitaki kuongea too much sababu nitawasaidia ndugu zangu. Nitawasaidia, sitaki kuongea too much ndugu zangu. Yani ni hivi, kuna wanajeshi sasa hivi wamekuwa suicidal. Navyokuambia, kuna wanajeshi wamepata depression, wamekuwa suicidal, wanataka kujiua ndugu zangu kwa sababu ya kuruhusu wananchi kuuliwa vile. Kuna wanajeshi sasa hivi wanajisecond guess. Kuna wanajeshi sasa hivi wanajisecond guess, especially baada ya Samia kuwaingizia zile hela. Mpaka wanauliza tunazirudisha wapi? Tunazirudisha vipi? Wamekuwa suicidal, wako so guilt ridden kwa sababu ya kuruhusu vile vifo tokea. Kwamba they didn't do enough. Yani wanajilaumu. Kwa maana hiyo, this time hii ya pili wamejipanga vibaya mno ndugu zangu. Wamejipanga kupambana vibaya mno na haya mauaji. Kwa sababu the first time hawakudhani itakuwa hivyo.